natambua wengi wenu mnaingia kwenye kipindi ambacho si rahisi. Changamoto ya ajira bado ipo kubwa, na tunapozungumza hapa, madaktari peke yake wenye leseni kama mimi, wenye shahada ya kwanza na kwenda juu, waliosajiliwa na Baraza la Madaktari Tanzania, tunapozungumza wako zaidi ya 50,000. Ajira imekuwa na changamoto yake, lakini niwatie moyo kwamba mtakwenda kupata mafanikio makubwa sana, kwa sababu mlichokipata hapa ni kikubwa mno kuliko mnavyodhani. Endeleeni kujifunza, kujiongezea ujuzi, kutumia teknolojia kwa manufaa ya taaluma yenu, kujenga mahusiano mazuri ya kitaaluma na kujitolea pale fursa zinapopatikana. Kila hatua mnayoichukua leo inaweza kuwa msingi wa mafanikio makubwa ya kesho. Kwa wale mtakaoamua kujiajiri, kuanzisha kliniki, kushiriki katika miradi ya afya au kutoa huduma mbalimbali za afya, msione aibu kuanza kwa kiwango kidogo. Mafanikio mengi huanza kwa hatua ndogo, lakini zenye maono makubwa. Kinachohitajika ni kuwa na uthubutu, ubunifu, nidhamu na uvumilivu. Napenda pia kuwakumbusha kuwa elimu haimaliziki kwa kupata cheti. Endeleeni kusoma, kufanya tafiti, kuhudhuria mafunzo mbalimbali na kujiendeleza kitaaluma ili muweze kwenda sambamba na maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta ya afya. Kwa majina naitwa Ivete Elpidius Kabiemela, ni mwanafunzi katika Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi Kibaha, nimehitimu katika kozi ya utabibu, na nilichojifunza kutoka kwa risala ya leo ya mgeni rasmi kwamba vijana ni nguvu ya taifa ya kesho. Kwa hiyo tujitolee, vijana wenzangu wote tuwe na kufanya kazi, tukienda huko katika vijana ni nguvu ya taifa la kesho. Kwa hiyo kama mimi ambaye ni mhitimu wa kozi ya utabibu, na ili kujitolea kwa stadi na elimu niliyopewa katika Chuo cha Afya na Sayansi ya Shirikishi Kibaha kusaidia watu wengine katika jamii. Na furaha kubwa sana kuhitimu leo katika chuo hii katika kozi ya utabibu mwaka 2026. Kutokana kuendana na wasaa aliotoa mgeni rasmi, sisi vijana wa Kitanzania tunapohitimu tusitegemee ajira, tuwe tunajituma na tunajikita katika kujiajiri na kutengeneza fursa kwa vijana wenzetu watakao kuja kuhitimu baadaye.